Mujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi, awamu ni ya saa 3. Jina langu ni Sara Nzilani. Katibu mkuu wa idara ya kazi na maendeleo ya ujuzi Shedrack Mwadime amesisitiza nia ya serikali ya kuleta mageuzi katika sekta ya ajira nje ya nchi ili kuondoa mashirika yasiyo na uadilifu. Akizungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa wapiga mbizi 24 kutoka Kerio Valley waliomaliza mafunzo makali katika chuo cha Bandari Maritime, katibu huyo amekiri changamoto zinazowakabili wanaotafuta kazi, akibainisha kuwa wamepokea malalamishi mengi kutoka kwa vijana ambao wameangukia kwenye mashirika ya udanganyifu. Mwadime ameahidi kuendeleza mchakato wa kufutilia mbali usajili wa mashirika ya ulaghai ambayo yanadhulumu na kuwadaa Wakenya wasio na hatia wanaotafuta kazi nje ya nchi. Mwadime pia amesisitiza dhamira ya serikali ya kusimamia sekta hiyo na kuahidi kwamba mtu yoyote ambaye ametapeliwa na mashirika haya atalipwa na kwamba wahalifu watafikishwa mahakamani. Mwadime amefafanua kuwa jukumu la serikali ni kuwezesha kuajiri Wakenya kwa kazi za ng'ambo na kuleta pamoja mashirika ya kuajiri. Ameeleza kuwa uchumi unaendeshwa na sekta binafsi na serikali haina wakala unaoajiri moja kwa moja vijana kwa ajili ya kazi na ajira za nje. Kididi FM kwa habari moto moto. Na serikali imeahidi kuwalinda wafanyabiashara wa vyuma chakavu dhidi ya uagizaji wa bidhaa za bei nafuu na kunyanyaswa na vyombo vya usalama kwa ufisadi, akibainisha kuwa sekta hiyo ina mchango mkubwa katika uchumi. Mwenyekiti wa Baraza la Metal of Kenya Francis Mugo amewataka wafanyabiashara hao kupinga unyang'anyi wa maafisa wa polisi wafisadi na kuripoti visa kama hivyo kwa mamlaka za juu. Wakati huo mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa vyuma vya Knight Iron Francis Ng'ang'a ameibua wasiwasi kuhusu utiriri wa vyuma chakavu unavyoagizwa kutoka nje, jambo ambalo alisema linadhoofisha uzalishaji wa ndani. Kulingana na takwimu za baraza hilo, sekta hiyo iliagiza shilingi bilioni 15 kwenye uchumi mwaka 2024 na kutoka shilingi bilioni 8 mwaka 2023. Aidha, Mugo amesema baraza hilo linashirikiana na vyombo husika ili kulinda maslahi ya wafanyabiashara hao. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa washukiwa 14 wamekamatwa kuhusiana na madai ya uharibifu na wizi wakati uvamizi katika makazi ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Kurugenzi ya pelelezi ya jinai DCI imeripoti maendeleo makubwa katika uchunguzi huo, matukio ya fujo ambapo maafisa wa EACC walizuiliwa isivyo halali walipokuwa wakitekeleza majukumu yao rasmi. Uhusiano na madai ya uharibifu wa wizi wakati uvamizi katika makazi ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC. DCI imefichua msako kwa sasa unaendelea, wanatafuta washukiwa zaidi wakiwemo wafadhili, wawezeshaji na viongozi waliohusika na tukio la Jumanne. Tume hiyo tangu wakati huo imelaani ghasia zinazodaiwa kuelekezwa kwa maafisa wake na uharibifu wa magari yao na kundi la wakazi wenye hasira waliovamia kikosi cha EACC waliokuwa wamejihami na maafisa wa polisi waliovamia nyumba ya George Natembeya. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kimataifa ni kuwa mawaziri wa fedha kutoka mataifa tajiri kiviwanda duniani la kundi la G7 wamepuuza mkutano uliosababishwa na hatua ya Rais Donald Trump ya kutangaza ushuru wa ziada. Viongozi hao waliokutana jana huko nchini Canada badala yake wametafuta msimamo wa pamoja kuhakikisha mkutano huo unafanikiwa na kupata makubaliano kuhusu tamko la pamoja ambalo halikugusia suala hilo la ushuru. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa na viongozi hao ni pamoja na hatua ya kuiunga mkono Ukraine, vitisho vya mataifa kama China, pamoja na namna ya kukabiliana uhalifu wa kifedha na biashara za mihadarati. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3, tupatane saa 7 kwa habari zingine. Jina langu ni Sara Nzilani.